Mambo vipi mtazamaji wa Samaria TV? Leo ni Jumatatu ya tarehe 5 mwezi wa 5 2025 kabisa. Taarifa ambazo zimeweza kutufikia hivi punde ni kutokana na Young Africans kuweza kuandika barua, na barua hii ni kufuatia kujibu. Najua kulikuwa kuna mchezo wa dabi, na dabi hiyo ilikuwa inatarajiwa kuchezeka Machi 8 2025, lakini kutokana na sintofahamu basi dabi hii ikaweza kuhairishwa. Basi Young Africans waliweza kupeleka malalamiko yao kule CAS, na baada ya wiki kadhaa kupita, wiki 3 hivi, CAS wakaweza kurudisha kwamba Young Africans waweze kukaa na uongozi wao ambapo ni TFF, lakini Young Africans hakuweza kutoa tamko lolote baada ya CAS kurudisha kesi hiyo TFF. Leo hatimaye muda sio mrefu hapa Young Africans wameweza kutoa barua hiyo, kwamba nitaisoma hapa jinsi inavyosema. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Suluhishi Michezo ambayo ni CAS kuhusu kesi namba hiyo CAS 2025/A11/298. CAS imeelekeza Young Africans kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulika kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini pia barua hii inasema kwamba kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo dhahiri kwamba baadhi ya timu unaoendelea kufanya na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club huna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhulma. Ikiendelea inasema aidha, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu ni ile ile, yani msimamo wao ni ule ule juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu ya msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanya na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Hii ni barua ya Young Africans ambayo wameijibu, na Young Africans walikuwa wamekaa kimya baada ya CAS kuweza kurudisha kesi TFF. Young Africans hamna sehemu yoyote ambapo waliweza kutoa tamko kwa viongozi ama mtu yoyote, lakini leo Young Africans wameweza kutoa barua hii kwamba msimamo wao uko pale pale, hawatashiriki mchezo wa aina yoyote ambao bodi ya ligi pamoja na TFF wataweza kupanga. Aliyakuwa kesi ilivyoweza kurudishwa huku, tunaona bodi ya ligi waliweza kusema kwamba mchezo huu utaweza kupangiwa, wataangalia ratiba vizuri na mchezo utaweza kupangwa, lakini Young Africans bado wameshikilia msimamo wao pale pale, hawataki kushiriki mchezo wa aina yoyote. Na ukiangalia mchezo iliyobaki ni michache hapo, Young ana michezo 3 iliyosalia, lakini hataki kwa namna yoyote ile kuweza kushiriki mchezo huu. Msimamo wa Young Africans uko hapa. Je, mpaka pale Yanga akiweza kukamilisha mchezo yake, pia Simba akiweza kumaliza vipolo vyake na mechi unakuwa umesalia mchezo mmoja, tutaangalia mchezo ni upi, kwa sababu Young Africans wameweza kujibu hawana imani na wanataka wasimamie msimamo wao ili hizi dhuluma zinazoendelea basi ziweze kuisha. Naona Young Africans wanataka wasimamie msimamo wao kwa pale pale, hawataki mambo ya kuyumbishwa, hataki barua ya nini. Hii ni kauli ya uongozi wa Young Africans, kwa sababu ukiona mpaka barua wameweza kuiatia katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii, basi ujue Young Africans hataki kurudi nyuma, anataka asimamie msimamo wake. Hii ni Samaria TV, usiache kuifuatilia, kusubscribe, kucomment na kushare.